unapomuona mwanamama amebeba kiroba mgongoni, ana mtoto, ana jembe na ana kidumu cha maji au ana kikapu, alafu mwanaume wake yuko nyuma kashika bakola ama mkongojo na redio. Sasa anawezaje kubeba vitu vyote hivyo peke yake? Zamani walikuwa wanabeba. Zamani walikuwa wanabeba kwa sababu ndoa zilikuwa zina thamani. Ndoa zilikuwa zina thamani. Zamani mwanamke alikuwa alilii ndoa kwa sababu ni wajibu wake kuolewa. Yaani mwanamke ni lazima aolewe. Kwa hiyo ilikuwa halilii ndoa kwa sababu anajua ataolewa. Na hata familia wakipata mtoto wa kike wanajua tu ataolewa. Isipokuwa zamani walikuwa wanapenda mtoto wa kiume kwa sababu ya kuendeza koo. Kwa kilichokuwa kinafanyika ni kitu gani? Mtu anakuzwa kwenye malezi mazuri. Mwanaume anakuzwa kwenye ujasiri na maarifa. Kwa hiyo nikisema ujasiri, watu wa zamani walikuwa si watu wepesi wepesi. Hata mkija sita akisema hapa atoke kweli, na mtaondoka nyinyi. Akisema familia yangu haiguswi kweli. Kwa walikuwa majasiri. Lakini maarifa sasa, ukiachana na kuishi na watu wengine, anafundishwa maarifa ya kuishi na mke kwenye hiyo ndoa. Ndio maana walikuwa wanawaloga. Yaani wanaume wanawaloga wanawake. Kwa sababu haiwezekani eka 10 analima mwanamke peke yake na aondoki, anazaa, anakuwa anapika, anachota maji, anafua. Mwanaume kazi yake ni kutoa mifumo, kujua wateja wanapatikana wapi. Wateja gani? Wakuuza hizo bidhaa zitakazopatikana shambani. Na hela ya mwanamke akiuza anampa zote mwanaume, anamwekea bajeti ya pombe, chakula cha ndani kinakuwepo, hela kidogo ya watoto, lakini hela ya pombe ya mumewe lazima iwepo. Tofauti na sasa hivi. Yaani kazi zote nifanya mimi, hela nimpe mwanaume na pia nimwekee hela pombe. Sasa unaona sasa binti, nyinyi sasa hivi ndio maana mnajiona kama manungaembe. Wanawake wazuri wameolewa, imebaki minunga yembe inahangaika, midunga yembe inahangaika, midunga yembe. Kwa hiyo ndio nani sasa? Mpaka watu wanaimba wanawake wazuri wameolewa, wamebaki midunga yembe inahangaika. Ina maana imefikia stage vijana wanaangalia muonekano. Na ndio maana kuna kauli zinasema tabia watatumia za kwangu. Sio kweli. Baba kichwa cha familia, ila mama viungo. Sasa kichwa chenyewe bila viungo hakiwezi. Viungo ndio vinaratibu kila kitu, japokuwa wanatumia akili ya kichwa. Na ndio maana mwanaume anatafuta, ila mwanamke atapika, mwanamke atapanga budget, mwanamke atajua namna gani mwezi huu wote ataishi vipi na familia yake. Sio baba. Baba jukumu lake anaenda kutafuta, haijalishi anacholeta ni kikubwa, haijalishi anacholeta kidogo, anaumiza kichwa mama. Hiyo zamani. Na ndio maana watu walikuwa wanaweza kuishi na 1000 siku nzima. Ila sasa hivi 30 mtu anakuangalia, tafikiria labda umeacha 3. Kisa tu watu wataka pike biliani, watu wataka pike hiki, watu wapike. Na hivyo ndio imeenda mpaka kwenye mfumo wa maisha ya kawaida. Anayemchukia mumeo ni adui yako. Lakini wewe nakuona unakaa kwangu, mpangaji wangu, mimi mwenye nyumba, siongei na mzee Selemani, ila wewe unacheka naye. Kwa hiyo wewe kila hapa nimetoka mbali mpaka nafika hapa. Hii nyumba ni mfano wa ndoa niliyofunga mimi na wewe. Jambo langu mimi ndio jambo lako wewe. Mimi najua mmegombana. Siri yangu mimi ndio siri yako wewe. Kwa hiyo wewe unapoenda kuongea na mzee Selemani, mimi sizungumzi naye. Ina maana wewe unaenda kumwambia mzee Selemani mimi maisha yangu yakoje, na ndio maana mzee Selemani analetea dharau.
Nikasema kwa utaratibu kibinadamu nimuite Zama, tuzungumze kama baba na mpangaji wake, kama baba na binti yake, kwamba ndo umefikia huko, kwamba wewe unaliona hilo ulilofanya ni jema, kwamba unahisi nitakufikiriaje kwa vitu ambavyo navisikia nje na sioni wa kuvitoa zaidi ya wewe unayezungumza na mzee Selemani, kwa sababu mimi ni adui yangu. Kwanza kabisa, kama utakuwa umekasirika, mimi naomba radhi, ila mimi naongea naye kutokana na ndo watu ambao mimi nimewakuta eneo hili. Pili, kama ulivyosema, zamani mwanamke anabeba sijui masufuria manini, mume wake anabeba redio tu, sijui analima anafanyaje. Hayo mambo ya kizamani. Ninavyocheka naye, simwambii vitu vinavyokuhusu wewe, wala sikuongelei wewe. Naongea vitu vinavyonihusu mimi na yeye. Sikuongelei, wala kwa muda huo sikukumbuki. Na kwanza mimi sijui kama mzungumzi kama adui yako kiasi hicho, mimi sijui, na wale yeye hajawahi kuniambia kama wewe ni adui yake hata siku moja. Mbona yeye hajawahi kuniambia? Au yeye kwa nini hana hofu? Kwa sababu mimi nakaa ndani? Sio kweli. Kwa muda mwingine wewe unaona vitu unaviangalia tu. Nikisema wewe unatumika, nakosea sana. Sawa, hapa kwa nani? Kwako. Tufanye hivi, nyumbani kwako wewe. Hivi unaweza ukakubali nyumbani kwako ukae roho juu? Kivipi? Nimekuuliza swali. Nyumbani kwako unaweza ukakubali ukae roho juu? Kikweli hapana. Hama. Mimi siwezi kukaa na spy. Siwezi kukaa na snitch. Siwezi kukaa na mtu ambaye anabeba ya kwangu, anayapeleka sehemu for no reason. Hama. Tumeishi vizuri sana. Mzee, labda utakuwa unafikiria tu vibaya, labda na yani nakwambiaje, wasiwasi ndio akili. Ama sasa mimi ni hame naenda wapi mzee wangu? Hapa sio kwa baba yako wala mama yako. Ndio kwanza na miezi mitatu. Sawa, narudisha hela yako. Hama. Sasa ukilipa hela miezi mitatu napata wapi nyingine ya kuongezea na kwa? Utaongea na mzee Selemani, anajuana na madalali, kuna nyumba nyingi zinajengwa sasa hivi mji mpya. Hama. Sasa hela kuongezea sasa hivi, kwa sasa hivi mimi sina. Nikwambie kitu kimoja, unajua mtu anapokuheshimu basi na wewe jiheshimu. Mimi nakuheshimu na kuona dada mstaarabu, dada unaswali, dada yani hauna longolongo, lakini maneno nayasikia nje. Na nayasikia nje, mtu pekee anayezungumza na mzee Selemani ni wewe. Na ndio maana nikasema nisibwate, nikutafute kistaarabu, tukae tuzungumze, lakini nazungumza na wewe kistaarabu kama baba na binti yake, mwenye nyumba na mpangaji wake. Wewe unaniambia eti hayo mambo ya kizamani. Basi mzee wangu, mimi nitajirekebisha. Nisamee kwa hilo. Lakini unahama. Hilo nikwambie tu, unahama. Ah!